Wanajeshi wa Burundi FDNB bado wako sehemu za nyanda za juu za Mulenge, ni huko Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaendelea kufanya mauaji huku mashirika ambayo yanasaidia binadamu hayafanyi kazi tena. Serikali ya Kinshasa imeweza kukata na kuwa na ushirikiano na serikali ya Burundi kuendelea kufanya mauaji, wakati nchi zingine zote zimeweza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kupoteza mji wa Goma na mji wa Bukavu. Ni kipi unapotazama miaka ikuja au siku za hapo usoni? Ukiangalia nchi ya Burundi ni nchi ambayo wanaendelea kuleta ile chuki na ubaguzi wakisaidiana na rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa hivi sasa. Ni watu ambao wanazungumza, ambao wameweza kudhoofisha au kuharibu ushirikiano wa nchi zingine za Afrika Mashariki. Sasa tukiangalia kama nchi hizi mbili ambazo zina migogoro mikubwa, hasa migogoro yake ikifanyikia hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya Burundi kwa hivi sasa imeanza kusema kuwa wako katika ule umoja wa EAC, wanajeshi wao wako kwenye EAC baada ya wao kutorudi nchini, na wao ndio wanaendelea kuwa watu raia. Sasa tukiangalia hizi nchi, Mheshimiwa Rais William Ruto wa Kenya kwa hivi sasa ana kazi mingi ya kupatanisha hizi nchi, lakini tukiangalia jinsi inaendelea hakuna suluhisho linapatikana. Wakizungumza inakuwa ni kwenye vitabu tu, lakini kwenye matendo hatuoni. Sasa si huenda ikakuja EAC nguvu zikaisha, hii migogoro hawataweza kuitatua wenyewe? Hapo sasa ndio shida inapoingilia. Kwa sababu ikiwa hamwezi kusikizana kinyumbani, sioni kama nje ukiambiwa nje utasikia. Naona ni kwamba ni jukumu la mwenyekiti wa East African Commission Community hivi sasa achukue mamlaka, avae hayo mamlaka ya kuhakikisha hizi nchi mbili zinawekwa katika mazungumzo ya ukweli, na watakachozungumza ama kukubaliana katika mazungumzo yao yasikuwe tu ni mambo ambayo yamenakiliwa chini, yawe ni mambo ambayo yatatekelezwa ili kuleta suluhu ya kudumu, kwa sababu hivi vita haviwadhuru viongozi, vinadhuru wananchi wa kawaida. Mwananchi pale chini kabisa ndio anapata tatizo kubwa ama shida kubwa wakati hivi vita vinavyotokea. Wale marais wakikaa katika mafahali yao, manyumba yao ya fahali, hakuna mahali wao wanaumia. Wao wanafanya kuangalia kama ulivyosema hapo awali, nitumie msemo uliotumia kwamba fahali wawili wakipigana nyasi ndizo zinazoumia. So lazima watafute suluhu ya kudumu ambayo itamsaidia hata yule mwananchi wa pale chini. Unajua wakati kuna vita hata uchumi wa nchi unaathirika, masomo ya wanafunzi yanaathirika. Unapata watu wanapoteza kwa kizungu wanaita livelihood, sijui kwa Kiswahili wanaitaje, wanapoteza makazi yao, wanapoteza mambo mengi, kunakuwa na magonjwa. Hamjambo wasikilizaji wa Gakondo TV mahali pote mlipo, natumai mubuheri wa afya. Niwakaribishe kwenye mahojiano ya siku ya leo, ambapo ni tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025, ambapo tutakuwa tukizungumza kuhusu mambo ya siasa au masuala ya siasa huku kwenye studio za Gakondo TV, tukiwa na mchambuzi ambaye atakuwa akitusaidia, huku tukirejelea mambo tofauti, tukiangazia pia nchi zingine za Afrika na migogoro ambayo inakumba nchi hizi. Lakini tutaanza tukimkaribisha mchambuzi wetu ili tuweze kuendelea, ambapo ataanza kujitambulisha kwa wafuasi wa Gakondo TV. Hujambo? Si jambo. Nashukuru sana. Nashukuru pia kwa kunikaribisha katika studio zenu za Gakondo TV. Gakondo TV tumekukaribisha, ni mara ya kwanza, lakini tumefurahia kisha kukupokea siku hii ya leo. Asante sana. Ambapo tutakuwa tukizungumzia mambo tofauti, lakini unaweza anza kwanza ukijitambulisha kwa wanaotusikiza waweze kujua ni nani ambaye atakuwa akiwafafanulia masuala ya kisiasa. Asante. Na wasalimu wasikilizaji ama watazamaji pia wa Gakondo TV. Kwa majina naitwa Rachel Kaloki. Ni mwanabiashara na pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Asante sana. Siku hii ya leo tutakuwa tukizungumza kuhusu uchambuzi wa masuala ya kisiasa katika Afrika ya Mashariki. Nchi ambazo zinajumuisha Afrika Mashariki ni kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya Burundi, Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania na kisha kuna Sudan Kusini na Somalia. Unajua nchi hizi ambazo zinajumuisha hii Afrika Mashariki ni nchi ambazo zimekumbwa na migogoro sana, lakini eneo hili kisha limekuwa na changamoto kubwa za kisiasa zinazoathiri maendeleo na umoja wa eneo hili. Sijui kuna jambo ambalo unaweza changia kwanza, ndipo tuingie kwenye maswali ambayo tutakuwa tukizungumzia siku ya leo kuhusu Afrika Mashariki kwa watu ambao wanatusikiza. Afrika Mashariki kiufupi tu inahitaji demokrasia ya haki na ukweli na uwazi. Migogoro mingi ambayo tunaiona katika nchi za Afrika Mashariki na pia Afrika kwa jumla ni kwamba tunasema tuko na demokrasia ila sio demokrasia ya uhalisia, ya ukweli. Umezungumzia mambo ya demokrasia, ni mambo ambayo tutakuja kuyapata kule mbele, lakini kwa mtazamo wako kama mchambuzi wa mambo ya kisiasa, hali ya kisiasa katika Afrika Mashariki iko vipi kwa sasa, kwa maana tunaona mambo mengi yakienda yakibadilika? Kuna wimbi la mapinduzi kutokana na kizazi kipya ambacho almaarufu kinajulikana kizazi cha Gen Z. Manake tumesikia kwa muda mwingi sana watu wakisema vijana ni viongozi wa kesho. Lakini tumeshuhudia pia kwamba hiyo kesho haifiki. Sasa vijana wamechoka na wamesema ya kwamba lazima tusikike na lazima mambo ambayo yanahusu mataifa yetu. Tukiongelea mataifa yetu tunaongelea mataifa ambayo umetaja ya Afrika Mashariki. Wanasema ya kwamba lazima wahusishwe katika ujenzi wa taifa, wahusishwe katika siasa za nchi. Na katika hali ya kusema kuna migogoro ama kuna wimbi la mabadiliko, ninamaanisha hivi. Viongozi wengi wa Afrika Mashariki tumeona kwamba wakati mwingi hawapendi kusikiza vijana. Na vijana wameamua, na si Afrika peke yake, tumeona pia nchi zingine ulimwenguni ambapo vijana wametokea na wakasema ya kwamba sisi tunaenda kinyume na yale mambo ambayo mnafanya nyinyi, kwa sababu hayatuhusishi sisi kama wananchi ama kama vijana. So vijana wameamua kwamba saa hii ni wakati wetu na ni lazima tusikizwe na ni lazima mfanye mambo ambayo yanagusia mwananchi wa kawaida, na si kijana peke yake. Kuna mzee, kuna mama, lakini sauti kubwa inayotokea ya kisiasa sahihi na katika Afrika Mashariki tuseme, manake ndio nchi ambazo tunazizungumzia, ni kwamba vijana wameamua lazima kila mmoja ajumuishwe. So vijana ndio wametoa sauti kwamba lazima tusikike na lazima tuhusishwe. Lakini ukiwa bado hapo, ukiangalia hivi vijana ambavyo wanaendelea kufanya, wakitaka kuwajibika na mambo ya kisiasa, wakiendelea kupambana ili waweze kufika mahali ambapo wanastahili kuwa au wanafaa waikomboe nchi tofauti hapa Afrika Mashariki. Unaona ni haki yao kweli kutumia nguvu ambazo wanazitumia ili waweze kuwa kwenye uongozi? Mimi na wewe tunaweza kubaliana, na pia msikilizaji wa Gakondo TV, ya kwamba ukiona mtu amefika mahali kutumia nguvu kupita kiasi, ina maana ametumia njia zingine ambazo tuseme ni njia kama za kuzungumza. Vijana wengi tunajua saizi na mabadiliko yaliyo katika dunia ama ulimwengu sasa, watu wengi wanatumia njia za mitandao. Na vijana wametokea, wamezungumza katika njia za mitandao, wameona mambo ambayo yamekuwa yakitokea, wamesoma historia za nchi zao kulingana na vile mambo yanaendeshwa, wamesoma kulingana na katiba zao, wamesoma sheria za nchi. Yani vijana ambao wako sahihi ni wa vijana ambao tunasema ni informed, ni vijana wanajua nchi zao sheria inasemaje, ni kipi kinastahili kufanywa. Sasa wakiwa wameshazungumza katika njia ambazo wanazijua wao wenyewe kupitia mitandao na njia zingine, na hawajasikizwa, inafikia mahali
wanahisi ni kama wamesukumwa zaidi. Ndio maana nafika tunasema ya kwamba wametumia nguvu kupita kiasi, lakini wametumia njia nyingi kabla wafike mahali wamefika sasa hivi. Lakini tukiangalia kwenye uongozi ambao unaendelea nchi tofauti, ikiwa ni Afrika Mashariki na Afrika kote kisha na dunia nzima, vijana hawakaribishwi kwenye uongozi au kwenye siasa na waheshimiwa au viongozi tofauti. Unaona vijana wakiendelea kutumia nguvu zao, unaona wanaendelea kupoteza maisha, mambo mengi yakiharibika nchini. Ni kweli au ni haki vijana kuendelea kutumia hizi nguvu ambapo serikali au viongozi hawawakaribishi? Wakati Afrika ilikuwa imetekwa na mbeberu, vijana wa kipindi hicho ambao ndo walipigania uhuru ambao sisi tunasherehekea wakati huu, vijana wa wakati huo walisema kitu ambacho wazungu husema enough is enough. Tumefika mwisho. Imetosha. Wakatoka wakiwa wengi, wakaweka maisha yao kwenye line, wakasema ya kwamba sisi hatutaki kujua liwalo na liwe, lazima tujikomboe kutokana kwa minyororo ya wale wabeberu. Ikiwa vijana hao wakati huo wangesema kwamba hatutatumia nguvu kupita kiasi kupigania uhuru wetu, au waseme wako watu 2 3 wamepoteza maisha, kwa hivyo sasa sisi turudi, nafikiri Afrika haingekuwa imejikomboa. Na sasa hivi ukiangalia pia vijana ni kama wamesema liwalo na liwe, lazima tukomboe nchi zetu. Na nikizungumzia hivi sizungumzii Afrika Mashariki peke yake, nazungumzia dunia mzima. Manake tumeona mambo ambayo yalitokea Nepal, Madagascar na nchi zingine nyingi. Vijana wameamua liwalo na liwe. Ukiona mtu ameshaamua kupigania haki ya nchi yake au ya chochote kile, amefika mwisho. Na hataki kujua kitakachotokea na kitokee, lakini yale mambo ambayo wanasukuma lazima yatawekwa katika mizani, na lazima najua ya kwamba ipo siku hawa viongozi watakuja kuona kwamba hawa vijana wanastahili kuwekwa mezani, hawa vijana wanastahili kuhusishwa katika siasa za nchi, hawa vijana wanastahili kuwekwa katika sehemu za maendeleo ama kujuzwa kinachoendelea katika nchi. Umezungumzia kuhusu kutawaliwa na mabeberu wakati wa ukoloni. Lakini tukiangalia jinsi wa Afrika au vijana na viongozi wa hapo awali walivyosimama na kuanza kupigana na mabeberu, kuwashinda na kisha kupata uhuru. Ule uhuru ambao nchi za Afrika zimeweza kupata na kukombolewa na kupokea ule uhuru. Ukiangalia hivi sasa, hizi nchi ambazo zilipata uhuru, ni kweli uhuru unafanya kazi? Tukirejelea ile jambo la demokrasia, inafanya kazi kweli kwa sasa ama ni jina tu? Kimtazamo wangu naona ni jina tu. Sasa ikiwa ni jina tu, mbona kwa hivyo vijana bado au wanaafrika wanafaa kwanza waendelee kupigana ili waendelee kujitawala? Ndivyo ambavyo tunaviona hivi sasa. Kwenye Biblia Yoshua alitoka kupigana vita na Mungu akasimamisha jua mpaka vile vita vitambulike mshindi ni nani. Hata kama hawatakuwa wanaingia barabarani ama kutumia zile nguvu kupita kiasi, wataendelea. Ninajua vijana wataendelea kusukuma nimekuambia katika mitandao hivi sasa, habari nyingi watu wanazipata katika mitandao kabla hazijaenda katika kitu tunaita mainstream media ambayo ni televisheni ama redio. Kwa hiyo ninajua kwamba hata kama hawatatoka kwenye barabara kufanya maandamano ama mambo mengine, najua ya kwamba ni mambo ambayo watu bado watapigania mpaka wapate ukombozi. Ikiwemo sio vijana peke yake, watu wa rika zote. Najua ya kwamba haya mabadiliko ambayo watu wanapigania, vita vitaisha baada ya kuwa wameshapata ushindi. Sasa mtu anaweza kujiuliza chanzo kikuu cha migogoro ya kisiasa katika eneo hili ni kipi? Chanzo kikuu mimi nitasema kwa mtazamo wangu, naona ni viongozi kutotimiza ahadi zao.
unapata kiongozi ametoa ahadi nyingi kwa mwananchi na mwananchi amemwamini na amempatia ile nafasi ya kuongoza, lakini akiingia katika ile ofisi ama katika akipewa yale mamlaka anasahau, na akiulizwa maswali hapo ndio migogoro inaanza, kwa sababu hataki kuulizwa maswali, hatimizi alichoahidi. Unapata mwananchi anahisi ni kama alilaghaiwa, alidanganywa. Unaona, sasa unapata jambo kama hilo linafanya mtu anahisi kuachwa nyuma ama kuachwa nje ya serikali ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameiamini. Haya, kuna mambo kama kukandamiza upinzani. Ndio. Unapata mtu akiwa mamlakani hataki sauti kinzani, hataki mtu amwambie kwamba hapo unakosea ama tusiende hivi, tusifanye vile. Unapata pia hataki mtu ambaye atapinga anachokifanya. Manake kitu ambacho mimi husema wakati wote ni kwamba huwezi kumfurahisha kila mtu. Mambo mengine utafanya, kuna watu watakuwa wanahisi haufanyi sawa, hata kama unafanya kulingana na katiba ama na sheria. So mimi naona viongozi ambao hawapendi sauti kinzani, ambao kwa kizungu wanaita dissenting voices, hao ndio watu viongozi ambao wanaleta hii shida, wanaleta hii migogoro ya kisiasa. Pia kunyima vijana nafasi katika siasa za nchi. Unapata vijana wanaambiwa wapishe wazee mwanzo. Unapata kijana anauliza kesho yangu itakuwa lini, na yule kijana akishakuwa mzee akipata ile nafasi wakati amekuwa mzee anaona hataki kuondokea. Haya, kuna jambo lingine, kuongoza kwa mabavu. Unapata rais akishapata kile kiti, katiba labda inasema miaka 5 watu warudi kwenye uchaguzi au miaka 10. Unapata ule rais kwa sababu anataka kutumia mabavu, anataka kukaa pale kwenye mamlaka, anabadilisha katiba ama anabadilisha sheria za nchi ndio aendelee kukaa muda mrefu. Uongozi wake anaufanya kuwa kama ufalme vile. Sasa hiyo inakuwa pia inaleta migogoro ya kisiasa, kwa sababu kuna watu wengine pia nao, wewe ukishafanya muda wako ama umefanya baada ya miaka 5 tunarudi kwenye uchaguzi na wewe watu hawakutaki, wanakosa tena nafasi ya kumweka mtu mwingine, kwa sababu wewe unataka uwe pale pale. Unatumia mabavu, unatumia nguvu. Mimi naona mambo kama hayo na mengine mengi ndio yanafanya kuwe na hii migogoro ya kisiasa katika hili eneo letu la Afrika Mashariki na pia Afrika kwa jumla. Huku taasisi za kikanda kama EAC au Afrika Mashariki zinatimiza jukumu lao la kuleta amani na ushirikiano, huku wakazi au raia wa nchi tofauti wanaendelea kunyanyasika. Waswahili walisema sijui ni ndume mbili zikipigana nyasi ndo huumia. Sasa unaona huku Afrika Mashariki kuna migogoro mingi sana ambayo inaendelea kutawala na raia ndo wanaendelea kuumia sana. Tukiangalia kuwa EAC au Afrika Mashariki, hizi nchi au uongozi, tukisema EAC tunazungumzia kuhusu uongozi wa nchi za Afrika Mashariki. Ukiangalia zinatimiza jukumu lao kuleta amani? Kwanza umefanya vizuri kuuliza kuhusu East African Community ambao ndio EAC. Jukumu lao kuu kwanza kama EAC ni kukuza ushirikiano wa kikanda katika nyanja mbalimbali, ambao ikiwemo biashara, ikiwemo siasa na mengine mengi. Na hivi sasa mwenyekiti wa EAC ni Rais wa Kenya William Ruto. Kuna bunge la Afrika Mashariki, sawa, ambalo linaweza kuweka mikakati na kutunga sheria ambazo zitasaidia kukuza demokrasia ya mataifa husika na demokrasia ya haki na uhuru na ukweli. Mambo ambayo inaweza kufanya kusaidia ni kuimarisha siasa za kanda kwa kukuza ushirikiano wa kisiasa baina ya nchi husika, na pia kiuchumi na kijamii kupitia biashara, kupitia utalii. Tukiangalia nchi kama Kenya, Tanzania ni nchi ambazo zinavutia watalii sana. Sasa kukiwa kuna ushirikiano mzuri, kukiwa kuna mikakati mizuri, kuna demokrasia ya ukweli na haki na uhuru, utapata ya kwamba haya mataifa hayatataka kuharibu ama kuleta mgogoro wa kisiasa ambao itaharibu uchumi au biashara ya nchi husika. Kuna kuimarisha uchumi.
unajua, kwa kuunda soko moja na kutengeneza mazingira mazuri ya biashara, kukiwa kuna siasa zikiwa ziko safi na ni siasa za demokrasia na uhuru na haki, wananchi wanahisi kwamba wamehusishwa katika maamuzi ya serikali, katika maamuzi ama katika ujenzi wa mataifa yao, ambao ni mataifa, tunazungumzia mataifa ya Afrika Mashariki, hawata kuthubutu kukubali kuleta migogoro ya kisiasa ambayo itaharibu biashara zao. So ninaona EAC ikiimarisha biashara na uchumi ama kutengeneza soko moja, sidhani kama viongozi ama wananchi watakubali kuwe na migogoro ya kisiasa ambayo itaharibu biashara zao. Haya, kwa kukuza umoja wa taifa, unajua EAC inaweza kuchochea utambulisho wa pamoja, unajua, kwa kusaidia kuunganisha mataifa ama wananchi wa mataifa husika ya EAC. Kukiwa na umoja, ikiwa wewe kama mwananchi wa nchi ya Tanzania unahisi ama ukiwa na mwenzako kutoka Uganda ama kutoka Kenya ama kutoka demokrasia ya Kongo, mnahisi kwamba nyinyi ni ndugu ama nyinyi ni wamoja, sidhani kama mtaruhusu viongozi wenu wafanye mambo ambayo yataleta migogoro ya kuwatenganisha ama kuharibu uhusiano huo wa pamoja. Mara nyingi ukiangalia EAC Afrika Mashariki, umezungumzia kuhusu jinsi ambavyo wanaweza jiweka pamoja na kutengeneza jinsi ya kutafuta soko au suluhisho la kuleta amani ya kudumu. Tukiangalia EAC kutoka hapo awali, rais wa nchi mstaafu Uhuru Jomo Kenyatta alipokuwa ni kiongozi, walijaribu kutafuta suluhisho, huku kukiwa nchi nyingi sana ambazo zinajumuisha Afrika Mashariki, ikiwemo Jamhuri ya Kongo, Tanzania ambayo ni nchi ambayo inajisikia kuwa haiko karibu sana na EAC, inajiona kwamba Tanzania iko karibu na SADC, zile nchi za Afrika Kusini. Ukiangalia EAC ilikuja kuimarika sana, huku wakizungumzia migogoro ambayo inaendelea, ni vita kati ya M23 na serikali ya Kinshasa, huku Kenya ikituma wanajeshi wake nchini Kongo, Uganda ikituma wanajeshi wake nchini Kongo, kisha wakakataa wanajeshi wa nchi ya Rwanda kuingia nchini Kongo kurejesha amani, na ni ule umoja wa EAC. Walipofika pale, ahadi au ndoto ambazo wananchi walikuwa wanazitarajia, matumaini ambayo wananchi walikuwa wanataka ili waweze kuona ule umoja wa nchi za Afrika Mashariki kutia pamoja, haikukuwa vile. Wanajeshi wa Burundi waligeuka na kuelekeza mitutu kwenye M23 na walikuwa wametumwa pale ili waweze kuleta amani na umoja. Wanajeshi wa Kenya walipoona hawataweza kupigana au hawataweza kuharibu ule mkataba ambao ulikuwa umesainiwa ama umetiwa saini, walijirudisha kwao, wakasema acha turudi. Wanajeshi wa Uganda wakarudi. Sasa kukabaki wale wanajeshi wa Tanzania na wanajeshi wa Burundi, na wakaungana na serikali ya Kongo kuliko watafute suluhisho la amani. Walianza kupiganisha M23, ambapo ilikuwa ni chanzo kikubwa. Uliona jinsi wanajeshi wa Tanzania walivyoaibika wakiwa wanapigana na kufeli au kuangushwa kwenye mapigano na M23, kisha serikali ya Kongo kupoteza sehemu hizo. Jambo ambalo nilikuwa nataka kuulizia ni kwamba ukiangalia nchi ya Kenya kwa hivi sasa hawana uhusiano mzuri na nchi ya Tanzania. Ukiangalia nchi ya Kongo sasa haina uhusiano mzuri na nchi ya Rwanda, haina uhusiano mzuri na nchi ya Uganda, haina uhusiano mzuri na nchi ya Kenya, huku wakisema nchi hizi zimetawaliwa na Kitutsi au Watutsi. Sijui nikisema Watutsi ni Nilotes. Sijui Nilotes ni nini kwa Kiswahili, lakini ni hivyo. Nikisema Watutsi unaelewa, kwa maana wewe ni mchambuzi wa mambo ya kisiasa, ambapo ubaguzi umekuwa ni chanzo kikubwa, mimi naweza sema kivyangu, na jinsi wanasiasa wengine au wachambuzi wengine wanasema ni kwamba ule ubaguzi ambao unafanya kuleta mambo ya ukabila, naweza sema ni chanzo ambacho kimechukua muda mkubwa kwa hizi nchi zetu. Kama EAC wanazungumzia sana kuhusu migogoro ya kivita, hawaangalii njia zingine ambazo zinaweza leta amani. Sijui unaweza changia vipi hapo kulingana na vile nimeeleza.
hapo tunarudia tu hayo mambo ambayo nimezungumza hapo juu. Mambo ambayo EAC inaweza kufanya katika kutatua migogoro ya kisiasa katika kanda hii. Manake nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pia iko katika Afrika Mashariki. Na mambo haya ambayo nimetaja hapo juu ambayo ni kuimarisha siasa za kanda kwa kukuza ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi, kuweka mazingira mazuri, kuweka soko moja, kuweka ujamii ya kwamba kitu kikimfanyikia mtu ambaye yuko katika demokrasia ya Kongo kinamuuma mimi kama Mkenya, kinamuuma mwingine kama Mtanzania. Sidhani kama tutakubali, kama nilivyosema hapo awali, sidhani kama sisi wananchi tukiwa na hii mikakati ambayo labda EAC inaweza kuweka, sidhani kama tunaweza kubali viongozi wetu watupiganishe ama watubague katika ukabila ama katika nchi tunazotokea ama kulingana na mambo ya siasa zetu. Tukiwa na umoja, ikiwa EAC inaweza chochea utambulisho wa pamoja, unaona, hiyo inaweza kusaidia sana katika kuketi na kuzungumza. Maanake tukiwa na undugu na ujamii na ujirani, sasa hata kukiwa na mgogoro tutatumia mazungumzo kuhakikisha tujue shida iko wapi, inatatulika vipi, nani analeta hii shida. Lakini ikiwa sisi tutakuwa tu watu ambao tunasema wale ni wao, manake si wetu, haituhusu. Hii migogoro ambayo inaendelea kama hiyo ambayo umetaja ya vita katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo havitaisha, kwa sababu itakuwa kila mtu anasema mguu niponye. Kila mtu anakimbilia kwake. So ninaona EAC iko na jukumu kubwa sana, na si EAC peke yake, hata AU ambayo ni African Union iko na jukumu kubwa sana la kuhakikisha wanatafuta suluhu ya kudumu kwa mazungumzo kwa hii migogoro ama vita ambavyo vinatokea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukiwa hizi sehemu za nchi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpaka sasa wanajeshi wa Burundi FDNB bado wako sehemu za nyanda za juu za Mulenge, ni huko Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaendelea kufanya mauaji, huku mashirika ambayo yanasaidia binadamu hayafanyi kazi tena. Serikali ya Kinshasa imeweza kukata na kuwa na ushirikiano na serikali ya Burundi kuendelea kufanya mauaji, wakati nchi zingine zote zimeweza kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kupoteza mji wa Goma na mji wa Bukavu. Ni kipi unapotazama miaka ikuja au siku za hapo usoni, ukiangalia nchi ya Burundi ni nchi ambayo wanaendelea kuleta ile chuki na ubaguzi wakisaidiana na rais wa nchi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa hivi sasa? Ni watu ambao wanazungumza ambao wameweza kudhoofisha au kuharibu ushirikiano wa nchi zingine za Afrika Mashariki. Sasa tukiangalia kama nchi hizi mbili ambazo zina migogoro mikubwa, hasa migogoro yake ikifanyikia hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya Burundi kwa hivi sasa imeanza kusema kuwa wako katika ule umoja wa EAC, wanajeshi wao wako kwenye EAC baada ya wao kutorudi nchini, na wao ndio wanaendelea kuwa watu raia. Sasa tukiangalia hizi nchi, Mheshimiwa Rais William Ruto wa Kenya kwa hivi sasa ana kazi mingi ya kupatanisha hizi nchi, lakini tukiangalia jinsi inaendelea hakuna suluhisho linapatikana. Wakizungumza inakuwa ni kwenye vitabu tu, lakini kwenye matendo hatuoni. Sasa si huenda ikakuja EAC nguvu zikaisha, hii migogoro hawataweza kuitatua wenyewe? Hapo sasa ndio shida inapoingilia, kwa sababu ikiwa hamwezi kusikizana kinyumbani, sioni kama nje ukiambiwa nje utasikia. Naona ni kwamba ni jukumu la mwenyekiti wa East African Commission Community hivi sasa achukue mamlaka, avae hayo mamlaka ya kuhakikisha hizi nchi mbili zinawekwa katika mazungumzo ya ukweli, na watakachozungumza ama kukubaliana katika mazungumzo yao yasikuwe tu ni mambo ambayo yamenakiliwa chini, yawe ni mambo ambayo yatatekelezwa ili kuleta suluhu ya kudumu, kwa sababu hivi vita haviwadhuru viongozi, vinadhuru wananchi wa kawaida. Mwananchi pale chini kabisa
ndio anapata tatizo kubwa ama shida kubwa wakati hivi vita vinavyotokea. Wale marais wakikaa katika mafahali yao, manyumba yao ya fahali, hakuna mahali wao wanaumia. Wao wanafanya kuangalia kama ulivyosema hapo awali, nitumie msemo uliotumia kwamba fahali wawili wakipigana nyasi ndizo zinazoumia. So lazima watafute suluhu ya kudumu ambayo itamsaidia hata yule mwananchi wa pale chini. Unajua wakati kuna vita hata uchumi wa nchi unaathirika. Masomo ya wanafunzi yanaathirika. Unapata watu wanapoteza kwa kizungu wanaita livelihood, sijui kwa Kiswahili wanaitaje. Wanapoteza makazi yao, wanapoteza mambo mengi, kunakuwa na magonjwa ambapo tukiangalia jinsi wanaendelea kuunganishwa na hizi nchi za Afrika Mashariki. Hivi sasa kwenye migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jambo ambalo limechukua nafasi kubwa kwenye siasa ya nchi, kisha kwenye EAC, hizi nchi za Umoja wa Afrika Mashariki. Nchi ya Marekani imeweza kuingilia kati na patanisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda kwa hivi sasa. Lakini ile kuunganishwa au ile kupatanishwa, nchi ya Kongo haitaki kufuata au kutimiza yale ambayo wameweza kutilia saini wakiwa Marekani. Wakiwa kule wanaelewana, wakifika huku yale ambayo wamezungumza yanakuwa ni bure kabisa. Hakuna majibu au manufaa ambayo tunayaona kama raia. Kati ya nchi ya Jamhuri ya Kongo wanazungumza na waasi wa M23. Ikiwa huku kiongozi mkubwa Mheshimiwa Nanga aliweza kusema kuwa wao tena si waasi, ni watu ambao wanataka kuleta mabadiliko nchini. Unaona ni ile kunyanyasa vijana kutoingia kwa serikali. Sasa wanataka watumie nguvu zao kama vijana waweze kuingia kwenye uongozi. Na huku wasisahau kwamba huu uongozi ambao uko leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, M23 AFC wanaweza kujipata ndani au serikali ya Kinshasa ijipate kwenye uongozi wa AFC, sababu uongozi ni kupishana na ni kupeana yani. Wakiwa Qatar wanazungumza, lakini yale masuala ambayo yote wanaweza kuyazungumza, kutekeleza inakuwa shida kabisa. Hawafuatilii kabisa. Sasa ndo tunataka tuingie kwenye uchaguzi wa Tanzania, alafu tuunganishe na hapa nchini Cameroon Paul Biya. Unaona ni mzee kabisa, ni kizee miaka 92. Lakini bado analilia uongozi. Uchaguzi wa Tanzania, kwanza Rais Samia Suluhu ametangazwa kama mshindi kwa uchaguzi ambao umefanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na kuna fununu kwamba anaapishwa hivi karibuni. Lakini nasikia ni kisirisiri. Unajua sasa ikiwa demokrasia utaifanya wewe unavyotaka wewe, lazima sasa pia nao utapatana na hasira za wananchi. So hapo katika uchaguzi ambao umekumbwa na vurugu nyingi sana, tumeona uharibifu mkubwa wa mali, tumeona pia mauaji, watu wamefariki japokuwa hatujui idadi kamili ya watu waliofariki, maana yake namba zinazotoka ni tofauti na ni tofauti kutoka maeneo tofauti. Hilo ni jambo nadhani tutalijua baadaye. Na vijana wa kizazi kipya walisema kwamba, na pia hata viongozi wa upinzani walikuwa wanasema kwamba hatutaki uchaguzi kabla hakujakuwa na marekebisho ya tume ya uchaguzi na pia tiba. Tuliona viongozi wa upinzani kama Tundu Lissu akiwekwa ndani, akahukumiwa kwa makosa ya uhaini ambayo ni makubwa sana. Ni makosa ya kutaka kupindua serikali au kwa kizungu anaita treason. Kisha akanyimwa haki yake ya kidemokrasia ya kugombea kiti cha urais. So unapata Watanzania walitaka mabadiliko, ndio tume ya uchaguzi iweze kuwajibika. Unajua kwa sababu tume ya uchaguzi Tanzania imelaumiwa kwa muda mrefu kwa kukandamiza haki za wapiga kura na pia kukandamiza demokrasia nchi ya Tanzania. Lakini tunaona mambo hayo yote hayakufanyika kwa sababu serikali iliyokuwepo ilipuuzia matakwa ya wananchi. Na ndio maana umesikia nikianza hapo awali nikikwambia
wakitumia ubavu ama wakifanya kinyume na ambacho wananchi wanatarajia, unapata wananchi wanakuwa na hasira, na ndio maana unapata mambo kama ambayo yametokea Tanzania, ambayo ni mambo ambayo si mazuri yametokea. Manake ikiwa tume haitakuwa na uwajibikaji na itakandamiza demokrasia. Ikiwa watu wamesema tunataka hiki na wewe unawapatia kile, lazima watapatwa na ghadhabu, wataingia barabarani, watafanya mambo ambayo wewe mwenyewe hutaamini. So matokeo yametokea, na Tanzania hakuna sheria ya kupinga uchaguzi wa urais. Manake akishatangazwa na tume ya uchaguzi ni hivyo. So unapata mpaka sasa Watanzania tuseme walio wengi wako na hasira. Unaona, na ikiwa rais wao anaapishwa, ikiwa alichaguliwa, kwa maoni yangu hayo, ikiwa alichaguliwa kwa uhuru na haki na Watanzania walio wengi, inafaa kuwa ni furaha, shangwe na nderemo. Lakini tunavyoona ni mambo tofauti. Ni wakati uchaguzi ulikuwa unafanyika, machafuko yalivyoanza, maandamano yalivyoanza, walizimiwa mitandao, wakazimiwa umeme, ambao huo mimi naona kama ni ukoloni mambo leo. Hatuwezi kusema ni demokrasia ikiwa utamnyima mtu uhuru wa kuongea, utamnyima mtu uhuru wa mawasiliano. Mimi naona hiyo sasa, katika kutumia nguvu kupita kiasi na pia kutumia vyombo vya usalama kuwanyamazisha ama kunyamazisha sauti kinzani, hapo ndio shida kubwa ipo. Na napenda sana kuambia pole ndugu wa Tanzania kwa mambo ambayo yamewafanyikia. Napenda kuomboleza na familia za wale ambao wamefiliwa. Ni jambo la kusikitisha sana kwamba wakati huu, miaka hii wanaita kwa kizungu 21st century, mambo kama haya yanatokea. Haifai kuwa hivyo. Ikiwa kuna demokrasia ya uhuru na haki, inafaa wananchi watoke wazungumze kupitia kura zao, na kura zao ndio sauti zao, na hizo sauti zao lazima zisikike. Lakini zisiposikika ama wakiwa wanakandamizwa, wananyimwa mambo ya msingi, inakuwa sasa ni vibaya. Manake wamewekewa mpaka curfew ya kutoka wanatoka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni kwa sababu ya yale mambo ambayo yanatendeka pale. Sasa mimi kimtazamo wangu mimi naona huu uchaguzi haukuwa wa uhuru na haki, na ni kama Watanzania bado watachukua muda mrefu kusahau yaliyotokea hivi karibuni. Ikiwa rais wa Tanzania ambaye ameweza kushinda uchaguzi huu, Samia Suluhu, kama ataweza kukula kiapo chake kuongoza tena nchi ya Tanzania, kama wananchi hawajaweza kuelewa na kukubali kama nafaa aapishwe, kwa maana vitu ambavyo tunaviona nchini ya Tanzania kwa hivi sasa ni kwamba raia hawataki Samia Suluhu kuongoza nchi ya Tanzania, ambao wanasema kuwa uchaguzi ambao ulifanyika haukuwa wa haki. Sasa tutarajie nini kama atakula kiapo kesho, na viongozi wengi wa Afrika Mashariki walikana kwamba huo uchaguzi usifanyike. Sasa ukiunganisha na mambo ambayo yanaendelea kuzungumzwa na jinsi viongozi tofauti walikana kabisa huo uchaguzi usiweze kufanyika, lakini ukafanyika, ni kwamba yeye anatumia kifua. Mara nyingi tukiona kiongozi akienda kula kiapo hualika viongozi wengine wa nchi zingine kukuja kuhudhuria. Lakini hivi sasa hana uhusiano mzuri na Afrika Mashariki. Sijui tuseme vile. Kiapo atalishwa kiapo kwa sababu katika sheria za nchi ya Tanzania hauruhusiwi kupinga uchaguzi wa urais. Kwa hiyo ina maana lazima atakula kiapo kama rais wa Jamhuri ya Tanzania. Na atakuwa na wakati mgumu sana wa kuleta Watanzania pamoja na kuiregesha mahali ambapo ilikuwa. Manake miji mikuu ya Tanzania ilishuhudia uharibifu mkubwa wa mali, walishuhudia hasara nyingi sana. Wakati viongozi wa upinzani wa Tanzania walikuwa wanasukuma ajenda ya kwamba kuwe na mageuzi ndio kuwe na kura, watu walidhania ya kwamba hizi kura zitahairishwa
kuwe na mageuzi. Lakini kwa sababu nimezungumza hapo awali nikasema viongozi wengi wa Afrika Mashariki na pia Afrika kwa jumla wanapenda kutumia mabavu. Ndio sasa unaona shida kama hiyo ambayo iko Tanzania kesho. Na hata kama ataapishwa kwa siri, itakuwa ni jambo la aibu, kwa sababu ikiwa umechaguliwa na wananchi milioni 31 na wote wana raha ya kuwa tumemchagua huyu ndio rais wetu atuongoze tena kwa miaka mingine 5, kisha wewe unasema unaenda kujiapisha na hata majirani zako hujawaalika, na hata majirani zako bado hawajatoa pongezi za hongera kwamba umechaguliwa kama rais. Mimi naona hapo shida bado iko shida, na atakuwa na kipindi kigumu na wakati mgumu wa hii miaka 5 inayokuja. Itakuwa miaka migumu sana kwake. Na tukielekea tamati la mahojiano yetu, ni kwa nini viongozi wengi wa Afrika hujaribu kupindua au kubadilisha katiba ili waendelee kwenye mamlaka? Viongozi wengi, tuangalie kwa mfano, tazama hapa Cameroon, kumekuwa na kiongozi ambaye amekuwa rais kwa miaka zaidi ya 40. Tangia mwaka 1982 amekuwa rais. Kuna watu ambao wamezaliwa wakaleta kizazi chengine, bado huyu mtu ni rais. Unajiuliza maswali, je, katiba yenu inaruhusu mtu kukaa katika uongozi ndani ya miaka 40 na bado kutaka tena akiwa na miaka 92? Hapa mimi naona kimtazamo wangu ni tamaa. Tamaa ndio sasa inafanya viongozi wengi wanataka kubadilisha katiba, ama wanabadilisha katiba ama sheria za nchi ndio mtu azidi kukaa zaidi ya mamlaka. Mimi naona ni kama mamlaka yanakuwa matamu sana. Labda hata mimi na wewe tukipewa nafasi tutafanya hivyo hivyo. Na lazima tutumikie raia. Tukipata nafasi hiyo ni kutumikia raia. Pia naona wanaogopa kupoteza nguvu. Manake unaona mtu labda amekuwa rais akiwa tuseme miaka 37 kama rais 37 ama 40, huyu rais wa Senegali. Tuseme awe katiba yao inamruhusu kufanya miaka 10. Na anaona sasa kwa miaka 10 ametoka akiwa na miaka 50, na labda ameshiriki katika ubadhilifu wa pesa za umma, ameshiriki katika maozo katika nchi yake. Anahisi kwamba nikisema natoka sasa bado nikiwa na nguvu, hawa watu wanaweza kunifuata, serikali inayokuja inaweza kunifuata ikaniweka ndani, ama inaweza kuchukua mali zangu, ama inaweza kudhalilishwa. Tukiangalia kama huyu rais wa nyuma wa nchi ya Afrika Kusini ambaye alichukuliwa akashtakiwa. So ninaona pia hata tukiangalia rais Donald Trump pia na yeye wakati alipo toka uongozini katika awamu yake ya kwanza, baada ya awamu yake ya kwanza tuliona alichukuliwa akafunguliwa mashtaka. So naona pia hawa viongozi katika hiyo tamaa na pia kuwa na nguvu wanaogopa kupoteza yale mamlaka, ndio wasichukuliwe hatua na serikali zitakazokuja baada yao. Naona na pia tamaa na uongozi kupoteza nguvu, naona ndio maana sana wanapenda wabadilishe katiba, wakae hapo na wafanye wanavyotaka wao. Naam, ni suluhisho gani au ni suluhisho lipi la kudumu linaweza kuleta amani katika eneo la Maziwa Makuu? Suluhisho la kudumu. La kudumu. Si lile la kusign tu. Itabidi viongozi wetu kwa roho za kukunjana wakubali ya kwamba mabadiliko lazima yafanyike na yatafanyika hivi sasa. Mabadiliko ya kivipi? Mabadiliko ya kuwa utatekeleza ulichokisema, utashirikiana na viongozi wenzako, utasikiza wananchi wako, utaondoka iwapo wananchi watasema sasa ondoka, hatukutaki, utaondoka. Kupunguza tamaa na kuleta ujamii. Unaona kama hiyo mambo ambayo tumezungumzia ya demokrasia ya Kongo, ambapo watu wanaenda wanazungumza lakini kutekeleza inakuwa ni shida. Tunataka hivi sasa na kuendelea, suluhisho la kudumu ni kwamba kila mmoja ahusishwe.
na sio katika ndani ya nchi peke yake, bali katika Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa jumla. Kila mmoja ashirikishwe kwa mambo ambayo yanatokea katika nchi, katika Afrika Mashariki na katika bara la Afrika kwa jumla. Tuwe kama kitu kimoja. Ikiwa kutakuwa na wachache ambao ndio wanataka wawe katika uongozi, ndio wawe katika utajiri, wao ndio kusema, alafu wanaongoza maskini mamilioni, hilo halitakubalika. Tunataka viongozi ambao watasikiza sauti ya mwananchi, watahusisha mwananchi na watamfanyia mwananchi kazi. Bila hivyo, hizi nchi ama haya mataifa yatapata shida kila kuchao. Manake tunaona kuna kura ambazo watu saizi wanangojea. Kuna kura ambayo inakuja ya nchi jirani ya Uganda, wanachaguana mwaka ujao, mwezi wa pili ama wa kwanza. Watu wako hapo kuangalia, tuko hapo kuangalia ni kipi kitakachotokea. Manake pia yule rais amekaa pale ndani ya miaka 40. Na ikiwa tunataka suluhisho la kudumu, ni tuweze kupatia watu sauti yao. Sauti ya watu inasema nini? Usikize, uwahusishe. Ninaona ukiwa na hiyo, kutakuwa na mambo ya ujamii, kutakuwa na mambo ya undugu, kutakuwa na hata uchumi utakuwa wa kiwango kikubwa. Lakini ikiwa wachache watasema wanachotaka na watafanya wanachotaka, naona bado tuna safari ndefu. Na uongozi mzuri ni ule uongozi ambao unatumika au uongozi mzuri ni uongozi uliotiwa na raia, si ule uongozi unapitia kwa nguvu. Wacha nikushukuru sana Rachel, ambapo umeweza kueleza mambo mengi. Wafuasi wetu tuwashukuru, wale ambao tumeweza kuwa nao hivi sasa. Ni mida ya usiku, lakini tukiwatakia kila laheri. Sijui kama kuna ujumbe ambao unaweza kuwatengea wana Afrika au wana Afrika Mashariki. Wana Afrika Mashariki na wana Afrika na wana Gakondo TV ama Gakondo Media, ningependa kuambia ya kwamba bado mapambano. Yes. Asante sana na kutakia kila laheri na ukuwe na usiku mwema. Asante pia. Nico gisubizo ca mbere mu buzima, kirazira gutega amaboko agakubitwayo. Nibwo butware bwa mbere ugomba kwitwaza. Kwigwanaho ubura umuntu w'intwari kandi umugabo, nubibonye wese aragukunda akagushigikira. Hayiwe kamuha akimuha n'akazi imvura ihise, ni wowe mugani bahora bavuga burya n'ukuri. Rwanda ho ruzahagurukira, ruzasanga nawe wihagazeho, atari uko nshuti yanjye wabura yepfo na ya ruguru. Nta muntu ugukunda iyo uriyo mu myonga, ariko yawazamutse ukagera ku musozi yoho, rubanda rwose rurakubona rugatangira ati twaragusengeye. Kwigwanaho ni ingenzi mu buzima bwa buri muntu wese yo. Byagera iyo urengana wihagarara inshuro igihumbi. Kwigwanaho niyo ntwari yonyine ikubereye nanjye ndereye yo. Harakabaho twigwaneho, harakama bakabyara, ubaye umugisha, ubamare gukoba, ukuri wabe hafi. Harakabaho twigwaneho, harakabaho ababyeyi, harakabaho twigwaneho, barakama bakabyara, ubaye umugisha, ubamare gukoba, ukuri wabe hafi. Harakabaho twigwaneho. Kirazira kuba udafite gakondo iwanyu, bahora baba besati n'iwanyu, ariko bahora babacira mu maso babatoteza.
abagize nk'ibicibwa harakabaho twirwaneho harakama bakabyara ubaye umugisha ubamare gubwoba n'ukuri wabe hafi harakabaho twirwaneho imbabazi n'ubumwe